Binti anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 24, mkazi wa kijiji cha Rwezera, kata ya Rwezera, halmashauri ya wilaya Geita mkoani humo, ameibua minong'ono kwa wananchi katika mkutano wa hadhara uliokuwa umeandaliwa na ofisi ya mkuu wa wilaya Geita katika kusikiliza kero za wananchi baada ya kuibuka na kuomba apone ugonjwa unaomsumbua kisha aolewe. Akielezea changamoto ya kuolewa, binti huyo amesema kuwa ana historia ya kuanguka mara kwa mara, hali ambayo inampa shida ya kupelekea kukosa mwanaume wa kumuoa, huku akimwomba mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba kumsaidia ili aweze kupona ugonjwa huo ambao umekuwa ni kama mateso kwake. Mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba ameonyeshwa kuwa na huruma juu ya changamoto anayokutana nayo binti huyo na kumpa kiasi cha fedha kwa ajili ya kununua simu ya mawasiliano, huku akimuomba mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Geita kuona namna ya kumpa msaada wa vipimo pamoja na dawa kwa ajili ya kudhibiti hali hiyo. Hizi ni ripoti za Ayo TV na mirada ya kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fujens. Mimi niko mtoto yatima, alafu naangua kifafa. Mimi nimesomea shule ya msingi Lutelangoma. Mama yangu alifariki, niko mtoto mdogo. Sasa mimi nataka mnisaidie. Mwezi ukifika hapo naanza kuanguka kifafa. Nataka sasa mnisaidie nipone, niolewe. Rwezera oye! Haya, Rwezera oye! Dada njoo, usiondoke bwana. Dada anasema yeye kero yake kwanza ni yatima, alafu anaumwa, anataka apone ili aolewe. Dada tunataka kuolewa na mtu yoyote, hata mimi huko tayari. Hamna shehe na padri hapa jamani. Rwezera kiboko. Leo mkutano wa leo kiboko. Sasa vijana wa Rwezera mnakwama wapi jamani? Dada anataka kuolewa, boda boda mko wapi jamani? Watu wenye mpunga mko wapi jamani? Mpaka mwananchi anakuja kwenye mkutano wa mkuu wa wilaya analalamika, anaomba kuolewa jamani. La, unataka kumuoa, unajitolea. Pone kwanza. Dokta vipi bwana hoja yake? Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nikiri kupokea dadangu. Sasa nimpe pole kwa sababu ugonjwa wa kifafa sio ugonjwa mzuri sana, kwa sababu inategemea amepata hiyo kifafa akiwa eneo gani. Akiwa barabarani ataanguka, atapata ajali. Akiwa karibu na moto ataanguka na ataungua kwa moto. Kwa hiyo nimpe pole kwa kukaa na tatizo kwa muda mrefu. Nishauri ikimaliza nitachukua jina lake, kwa sababu lazima apate dawa za kila mwezi. Akipata dawa za kila mwezi ile kifafa haitatokea. Lazima kila siku apate dawa kwa kipindi fulani, baada hapa atakuwa kawaida na wale wachumba watapatikana. Na dawa zile ni atazipata bure. Dawa zilikuwa zinapatikana bure. Tulikuwa zinamfadhili. Mfadhili huyu ameshaondoka, lakini ende kwa kipindi cha miezi 2-3 tunaweza tukamfadhili. Dozi yake kwa mwezi ni ya shilingi ngapi? 60,000. 60,000. Ndio. Haya. Mimi najitolea kumtafutia dozi ya miezi 6. Ila maana miezi 6 dawa. Ndio dada, utumie dawa vizuri na kale kaombi anafuata.
hana simu. Kuachia hela hapa, ununue simu afu tutakuwa tunawasiliana, sawa bwana? Safi.